Lucy, kama umeshawahi kushuhudia mwanamke ambaye labda ameolewa alafu hapati watoto, nyumba yake imekuwa kama kala moto. Haya yapo sana kwenye jamii. Na mitazamo na fikra walizonazo watu, mitazamo na fikra ambazo watu wamekuta zipo na wao wakazichukua, zinaathiri na kuharibu sana ndoa za watu. Kwa sababu kuna, kama alivyosema Aunty Mwajuju, ni majaliwa ya kwake Mwenyezi Mungu. Na wakati mwingine si majaliwa, unakuta wote mna uwezo lakini mna mipango yenu. Kwamba sisi hii miaka miwili, miaka mitatu hii hatupati mtoto, huko mbele tutaanza, lakini ni mipango ya ndani. Sasa walioko nje, walioko ndani hawajui. Hii iliwahi kutokea kwenye familia ambayo ndugu yetu mmoja alioa. Yani ndugu yetu sisi mmoja alioa kwenye hiyo familia. Ilitokea sakata la namna hii. Wamekaa miaka 7 kwenye ndoa, hawajawahi kupata mtoto. Lakini huyu dada kabla hajaolewa na huyu mumewe wa sasa, ujanani aliwahi kupata mtoto, akakaa miezi 3-4 hivi, haikuwa riziki. Mwenyezi Mungu akasema akamchukua mwenyewe. Baadaye kwenye kuendelea kuishi kwake akapata mume, akaolewa, akafunga ndoa ya kanisani. Wamekaa miaka 7 ya ndoa, hakuna mtoto. Vurugu zilikuwa nyingi mno. Unajua kuna makabila yana asili ya maneno. Hakuna watu wasio na maneno ilifika swala la mtoto, lakini kuna makabila ni shinikizo, vurugu, mtu anatoka kwake mawizo. Unajua fitna ya wifi. Kila siku mtu anakuletea dawa hii, dawa ile, ni mpaka unachanganyikiwa. Usiombe kukutana na fitna ya wifi. Ni hatari mno. Kwa hiyo alikutana na mazingira yalikuwa ni magumu mno. Sasa baadaye ameshatembea. Unajua ukiwa na jambo kama hilo huwezi kutulia. Anaenda hospitali, anaenda njia mbalimbali anazotumia yeye ili ajue ukweli uko wapi. Kote wanamwambia uko salama, njoo na mumeo. Mume ukimwambia hakubali. Nenda kwa mama mkwe na baba mkwe waeleze, waongee naye. Hakuna anayekubali. Baadaye imeenda. Sasa unajua kibaya zaidi, hayo mashinikizo wao wanafanya wanaume nao wakafanya maamuzi mengine. Akaamua kutoka huko nje na nini, na akifufika kule wao wanajieleza. Nilikotoka kuna hiki. Sasa ukikutana na mwanamke mjanja mkorofi, kwa alivyojieleza yule akatumia hiyo kama nafasi hiyo. Sasa kumbe shida ndio hii, sawa. Yule dada alikuwa na mtu wake huko. Naye kwenye pilika zake huku na huku akaona hakuna kitu, akagundua kwamba kilichopo kule ni kweli, huyu mzee ana shida. Na palikuwa pana riziki, Mungu alikuwa amewapa. Baadaye yule dada akatumia udhaifu ule, akafanya mambo yake huko, wakazungumza na mtu wake huko, bwana hapa tutapata pesa na nini. Unajua watu wakikutana akili zinafanana. Wakafanya ya kwao, wakapata ujauzito. Akaja kumwambia baba hivi. Wameenda, mimi nimepata hivi. Basi yule baba furaha. Kwa hiyo kaleta mimba ambayo sio ya wake. Sio ya yule baba. Shinikizo hilo. Shinikizo. Sasa ndio baba kufurahi kuambia sasa wakwe, mashemeji, mawizo wote wakamia upande wa pili. Huyu sasa kwenye ujauzito wanamuona kama sio mtu tena. Mtoto kazaliwa na nini, pilika zikawa nyingi. Mara vibeseni mama, mara sijui tunakuta hajakoa vizuri, kajengewa nyumba, hajageuka upande wa pili, ana biashara na hivyo akaona hapa. Sasa baadaye muda unavyozidi kwenda, yule dada akajiuliza, mbona haiko hivi, mbona kama sio kweli, hili jambo sio sawa. Sasa kibaya zaidi, unajua mtu akitumia soda mweleka, ni sasa soda mweleka ni vilevi. Mtu akitumia kilevi, yule baba wa halisi wa yule mtoto alikuwa si wanapewa zile pesa, kwa anaenda zake anatumia tu vile anavyotaka yake. Akishatumia vitu vyake ndio anaanza, kuna muda mwingine anaanza kuropoka. Watu walikuwa wanasikia maneno wanayapeleka, lakini wale walikuwa wanasikia, lakini ndio kama walikuwa wanapotezea au hawajali, watajua wao. Lakini huyu dada siku moja anaona kwenye kupambana kwake ametumia kila njia kumwelewesha mumewe waende hospitali au vipi, anaona hazifai. Baadaye alitumia njia ambayo haikuwa sahihi, na yeye mwenyewe alikuja kukiri, kwa sababu baadaye aliitisha kikao huku na huku, alienda nje mwanamke, njia ambayo na yeye alikiri kwamba haikuwa sahihi, lakini alifanya vile ili kuthibitisha kile ambacho tatizo sio langu. Kweli huku na huku akapata ujauzito, akamweleza mumewe, bwana Mwenyezi Mungu amenijalia. Ilipofika ujauzito miezi 6, ilikuwa ni mwaka jana kama mwezi wa 7 hivi, akaita kikao cha familia. Jamani, mimi naomba niseme na nyie. Kamita baba mkwe, mama mkwe na wajomba zake, na baadhi ya ndugu kawaita. Kabla kwanza akaomba radhi. Naomba niombe radhi na nikiri. Sikupaswa kufanya hivi na nimefanya kosa ambalo halisameheki kwenye ndoa. Kabisa. Huu ujauzito si wa huyo baba. Watu kushtuka hivi. Kama ni picha la kindi nafanya ngenge. Hapo kwanza hapo unasimama kwanza mzima unashika. Kaomba radhi kabisa, akasema bado naendelea kuomba radhi, akisisitiza kwenye kuomba radhi kwamba nilichokifanya si kosa la kusameheka. Kama mimi ni mwanamke, sio kosa la kusameheka kwenye ndoa. Lakini nimeona niseme ukweli, kwa sababu siwezi kufanya dhambi ya kumfanya
ulee mtoto, damu sio yako. Na kibaya zaidi, hata mwenye ujauzito naye hajui kama nina ujauzito. Kwa hiyo huyu baba kule alikosingiziwa ujauzito alikuwa hajaoa. Hajaoa, ni mpango wa kando tu. Wa kando, na zile kusema huku napata mtoto, huku hakuna mtoto, huku na mtoto, ngoja ni FM.